Itakapotimu saa 12 na kunapokea taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili, ambapo ni Afrika Leo asubuhi, habari za dunia, ambapo hivi sasa basi tutakuwa naungana na shirika la DW kupokea matangazo yetu ya mbashara, ambao ni wahisani wetu wakuu kwenye matangazo haya ya asubuhi. DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imekwisha timia saa 12 kamili za asubuhi. Ninakukaribisha msikilizaji kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. DW habari za ulimwengu. Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani aushinikiza muungano wa NATO, ataka isaidie juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wajadiliana hali kwenye ukanda wa Mashariki ya Kati. Na Israel kukifungua kivuko cha Rafah siku ya Jumatano. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ametahadharisha juu ya kuharibika kabisa kwa uhusiano na muungano wa kijeshi wa NATO katika siku za usoni ikiwa washirika hao watashindwa kusaidia juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na ambao umefungwa na Iran. Kwenye mahojiano mafupi na gazeti la Financial Times, Trump amesema kwamba kwa kuwa Marekani ilisaidia Ukraine kwenye vita vyake na Urusi, anataraji Ulaya itamsaidia kwenye mlango bahari huo ambao kufungwa kwake kumechochea kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Trump aidha amesema mkutano ujao wa kilele kati yake na rais wa China Xi Jinping huenda ukasogezwa mbele wakati kilishinikiza taifa hilo kusaidia kufungua mlango huo. Trump aidha aliwaambia waandishi wa habari akiwa kwenye ndege ya rais Air Force One kuwa kwa sasa anajadiliana na kama mataifa 7 ili kusaidia juhudi hizo, na kusema ni vyema ikiwa mataifa yanayonufaika na mlango huo kusaidia kufungua tena. London. Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza kwa simu na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kuhusiana na umuhimu wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ambao kwa sasa umezuiwa na Iran. Ofisi ya Waziri Mkuu Starmer imesema viongozi hao walijadiliana kuhusu hali ilivyo Mashariki ya Kati pamoja na umuhimu wa kufungua tena mlango bahari huo ili kukabiliana na kadhia ya usafirishaji na inayochochea kupanda kwa gharama kote ulimwenguni. Trump mapema aliyarai mataifa mengine kama China na Ufaransa kupeleka manuari za kivita kusaidia Uingereza kufungua mlango huo wa bahari. Starmer aidha alituma salamu za pole kwa familia za wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha kwenye vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, imesema taarifa hiyo. Tel Aviv. Israel imetangaza kukifungua tena kivuko cha Rafah kinachounganisha ukanda wa Gaza na Misri kilichofungwa mara baada ya kuzuka kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kivuko hicho kitafunguliwa siku ya Jumatano, mamlaka ya Israel inayohusika na masuala ya Palestina COGAT imearifu. Kulingana na COGAT, utaratibu huo utaihusisha Misri kwa usimamizi wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya, ambapo watu wataruhusiwa kupita kwa nyakati fulani kutoka pande zote mbili za mpaka. Israel mnamo mwezi Februari ilivifunga vivuko vyote vinavyoingia ukanda wa Gaza mara baada ya mashambulizi dhidi ya Iran kuanza kutokana na kitisho cha maroketi, hii ikiwa ni kulingana na COGAT. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
Brazzaville. Mchakato wa kuhesabu kura unaendelea Jamhuri ya Kongo Brazzaville baada ya uchaguzi uliofanyika jana Jumapili ambao rais wa sasa Denis Sassou Nguesso anawania awamu ya 5. Matokeo ya uchaguzi huo yanatarajiwa kutangazwa ndani ya wiki 2. Hata hivyo, watu wachache walijitokeza kupiga kura kwa kuwa raia wengi walisema hawaamini mchakato huo utaleta mabadiliko ya uongozi kutoka kwa Sassou Nguesso aliyetawala kwa miaka 42 mfululizo. Upinzani uliutaka umma kuhususia uchaguzi huo. Wagombea wengine 6 walipambana na Sassou Nguesso mwenye miaka 82 kuwania nafasi hiyo ya juu kwenye moja ya taifa lenye hifadhi kubwa ya mafuta kusini mwa jangwa la Sahara. Na hatimaye Kinshasa. Serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF lilishambulia migodi iliyoko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya raia. Taarifa hii ya jana Jumapili ya serikali imesema ADF linalodai kuwa na mafungamano na kundi linalojiita Dola la Kiislamu Jumatano iliyopita lilivamia migodi ya dhahabu iliyoko karibu na mikoa ya Muchacha na Ituri. Kulingana na serikali, shambulizi hilo ambalo IS ilidai kulifanya lilisababisha vifo vya raia, baadhi ya majengo kuungua na wakazi wengi kuyakimbia makazi yao. Kundi la ADF lililoanzishwa na waasi nchini Uganda limekuwa likishutumiwa kwa mauaji ya halaiki na uporaji huko Ituri na jimbo jirani la Kivu Kaskazini, katikati ya machafuko yaliyogubika eneo la mashariki mwa Kongo. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. DW Makala yetu leo. Uwepo kwenye chega ya wanaume unaweza kuita saloni, neno lililozoeleka zaidi. Hapa ni katikati ya jiji la Dar es Salaam. Kinachoendelea hapa ni zoezi moja tu la kunyoa nywele ambazo zimezagaa kila upande na kisha zinatupwa kama takataka nyingine zisizofaa kutumika tena. Lakini kwa sasa tunaambiwa nywele zimekuwa malighafi ya kutengeneza mbolea. Bila shaka, msikilizaji, unajiuliza kulikoni nywele za binadamu kuwa mbolea? Karibu katika makala yetu leo ya DW Kiswahili. Mimi ni Anuari Mkama. Takwimu za serikali zinaonyesha kilimo nchini Tanzania kimeajiri zaidi ya 70% ya Watanzania, kiwango ambacho kinasababisha uhitaji mkubwa wa bidhaa, hususan mbolea kwa wakulima. Uhitaji huo unasababisha David Dennis, kijana kutoka Arusha, kuona fursa na kubuni mbolea inayotokana na nywele za binadamu. Alipata wazo na fikra za kubuni mbolea hiyo inayotokana na nywele miaka 8 iliyopita akiwa katika chega, yani saluni. Nilikuwa kwenye saluni ya shule na nilipokaa pale nikagundua kwamba hizi nywele ambazo tunanyolewa saluni zilikuwa zinaishia kuchomwa katika eneo la shule. Sasa mimi baadaye nilifuatilia na kugundua kwamba jinsi ambavyo tatizo la kimazingira linasababishwa na uchomaji wa taka nywele. Nikakumbuka jinsi ambavyo pia saluni zilizokuwepo kwenye maeneo yetu, hakuna yote aliwahi kufikiria kuhusiana na kufanya lolote la kuweza kudhibiti taka za aina hii. David Dennis akalipeleka wazo lake hilo darasani ili atimize ndoto yake hiyo kuwa kweli. Nikaenda kufanyia kazi wazo hilo. Nilikuwa na mwenzangu darasani Ujung, tulikuwa tunasoma topic moja inaitwa biochemistry. Katika masomo hayo tulikuwa tukifundishwa kama jinsi ambavyo makucha yako pia nywele zina protini, ambapo protini hiyo
hasa kwenye nywele unakutana na protini ambayo zinatengenezwa huwa na amino acids. Sasa mbolea ili iweze kulisha mmea, unaweza kulisha nitrogen kwa kupitia amino acids, na hapo ndipo ambapo tukaunganisha mawazo yote na kuja na mradi wetu. Dennis anasema mchakato kutengeneza mbolea hiyo unaanzia kwa kukusanya nywele za binadamu. Tuna mradi hapa Arusha ambao tunawapa pia dustbin za bure, kwa sababu tunagundua pia wengi ambao kwenye saluni wanakuwa wanachanganya taka zote, na hivyo tunategemea, kwa sababu hakuna yeyote anayefikiria kwenda kuzitumia tena taka nywele. Baada ya kuzikusanya, na ikumbuke tunatumia tu taka nywele ambazo zinatokana na nywele za binadamu halisi. Baada pale tutaondoa taka zingine na kuosha zile nywele. Nywele zilizokuwa nje ya Arusha zitasafirishwa na kuleta kwetu kwa ajili ya kuendelea kuzisafisha na kuhakikisha hakuna vijidudu, mafuta wala gels za aina yote ambazo zimebaki kwenye nywele. Baada hapo tutaenda kwenye process yetu ya kubadilisha hizo nywele kuwa kimiminika. Kikubwa ni kuweza kupata amino acids kutokana na nywele hizi. Mbolea yetu kitaalamu inaitwa amino acid plus crop booster kwa Kiswahili, na kwa brand name ambayo tumeisajili inaitwa Vuna, na mbolea hii inatumika kuboost mazao ya aina yote. Sara Mwakajunga, mjasiriamali wa maua Dar es Salaam, ni mmoja ya wale wanaotumia mbolea hii ya Vuna. Anasema ina utofauti mkubwa ukilinganisha na mbolea nyingine ambazo alikuwa anatumia hapo awali. Mimi kwa kweli nilishatumia na ni nzuri sana, kwa sababu nilikwisha itumia kwenye maua yangu. Hayo maua ni maua ya majani. Sasa kabla sijaanza kuitumia nilikuwa natumia hizi mbolea zingine huku, lakini maua yangu yakawa hayana afya. Kwa hiyo mbolea yao ni nzuri sana, na nilivyoitumia maua yangu yalikuwa yana afya nzuri. Ndani ya mwezi mmoja yalibadilika kabisa, yakawa na afya nzuri, yanavutia, yanapendeza. Nafika shambani kwa Gabriel Munish, mkulima maua na mboga mjini Arusha. Gabriel ni mmoja wa wakulima wanaotumia mbolea hii inayotengenezwa kwa kutumia nywele za binadamu. Mbolea inayotokana na nywele za binadamu, mbolea ambayo yani ni nzuri sana, ina viwango vya hali ya juu, virutubisho vyake ni vizuri sana, mboga zinastawi, hazina kemikali, maua yanameremeta. Kila mtu anauliza, jamani, umetumia mbolea gani? Ni mbolea ambayo tangu nianze kufanya biashara ya maua, tangu nianze kuotesha mboga sikuwahi kukutana na mbolea nzuri kama hiyo. Ni mbolea yenye virutubisho vya hali ya juu vinavyorutubisha udongo na mazao kwa ujumla. Pia inatumika kwa ajili ya mahindi, maharagwe, migomba, yani mazao aina zote. Kiujumla ni mbolea ambayo inafanya vizuri sana kwa mazao yetu, haswa mboga kwa ajili ya kutokuwa na kemikali aina yoyote, na ni nzuri kwa sababu haina madhara kwa binadamu. Ubunifu huu uliobuniwa na Davis Dennis, mwanzilishi wa kampuni ya Cut Off Recycle, unaelezwa kuwa na matokeo chanya kwa wakulima. Davis anasema amekuwa akipokea maoni mbalimbali kutoka kwa wateja. Tunaona wakulima wanaenjoy kwa sababu watapunguza gharama, hasa ambao wanafanya kilimo biashara wanafaidika kwa sababu wanapunguza gharama za uzalishaji, lakini pia wanaondokana na matumizi ya kutumia kemikali, mbolea zenye kemikali au tunaita zenye chumvi ambayo inazidi sana kile ambacho ardhi zetu zinahitaji. Hivyo inasaidia kwa baadhi ya watu, akiwemo Abel Onesmo, mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Ni ngumu kuamini kuwa nywele za binadamu zinaweza kuwa mbolea. Abel anampa pongezi David Dennis kwa ubunifu huo, ambao anasema upatikanaji wa malighafi yake ni rahisi. Ndio kwanza nasikia kitu kama hicho, kwamba nywele zinaweza kuwa mbolea. Kwanza ninamsifu kwa kitu ambacho amekifanya, kwa sababu hizi nywele mara nyingi zimekuwa zikitupwa na kuleta athari kubwa, hasa kwa viumbe kama samaki. Unakuta katika mito, ukienda mikoani kama Ziwa Victoria kule, tunaeleza kwamba kuna wingi sana wa nywele za binadamu ambazo
samaki wanakula na pia zinasababisha vifo. Kwa mtu kuja kufikiria kama nywele ambazo watu wanaziona hazina thamani zikishanyolewa zinatupwa, alafu inakuja kuwa mbolea, hichi ni kitu cha tofauti. Lakini pia huyu mtu nimpe kongole kwa sababu amefikiri vya kutosha. Waswahili wanasema safari moja huanzisha nyingine. David Dennis kwa sasa mikakati yake ni kuhakikisha mbolea hiyo inawafikia wakulima sio tu wa Tanzania bali hata waliopo nje ya nchi. Tunatazamia kuongeza pia hivyo mawakala hapa Tanzania. Tumeweza kukamata soko huko nje na sasa hivi soko linaenda kidogo chini huko kwetu, kwa sababu hata maduka ambayo tunaomba kwa ajili ya kusambazia tayari wanakuta wanazo bidhaa ambazo wao wenyewe za mbolea ambazo wananunua kutoka nje na wanajaribu kuziuza. Hiyo tunatamani kufanya kazi na watu ambao watatupa nafasi sisi kama vijana wa Kitanzania, tunafanya uzalishaji wa ndani na pia tunapunguzia gharama kubwa sana wa kulima wetu. Kwa hivyo tunaomba kufanya kazi na yote ambayo iko tayari kuuza mbolea zetu. Mbolea ya Mchekuza imekamilisha usajili wote wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania. Hivyo tuko tayari kwa bidhaa hiyo kuitoa kwenye maduka yote hapa Tanzania. Lakini mwisho kabisa tunamkaribisha mtu yote ambaye anahisi tunachokifanya ni kimemgusa, anahitaji kutupa support. Ama kwa hakika akili ni nywele, kila mtu ana zake. Makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri. DW Vijana Tugutuke. Kunashuhudiwa wimbi kubwa la vijana kutoka maeneo mbalimbali ya nchi wanaopasua anga na kwenda kuhudumu katika nchi za Uarabuni, hususan Dubai. Wimbi hilo si la vijana wasio na ajira pekee, bali hata baadhi ya wafanyakazi wa serikali wanaelekea huko. Shirika la kupambana na rushwa na ubadhilifu wa mali ya umma Olucom limeitaka hivi karibuni serikali kutathmini kwa kina sababu za hali hiyo. Kwa kutaka kujua sababu zinazopelekea vijana kuelekea huko na kwa nini wengine wanasalia nchini, nimetembelea mjini kati Bujumbura, eneo linalotambulika kama Kubata, ambako vijana wengi wenye kazi na hata wasio na ajira hukutana kila kukicha ili kuratibu mishemishe zao. Nilikutana na vijana watatu. Tuanze na wewe, nifahamishe unaitwa nani? Mimi naitwa Mheshimiwa Inosa. Kijana Inosa, una umri wa miaka mingapi? 23. Hapa mjini kati unafanya shughuli gani? Mimi nafanya biashara. Biashara gani? Kama kuchuruza maharage, mahindi. Bado vibichi au vimepikwa? Vibichi. Tunatoka Birimani na kupeleka hapa Bujumbura. Naye kijana wetu wa pili mshiriki katika vijana Tugutuke, nifahamishe unaitwa nani? Mimi naitwa Yusufu. Yusufu, kutuambia umri wako na miaka mingapi? 25. Najishughulisha na kazi tu za kimjini. Sijui tu wa komisionere wale. Madalali ya. Kwa natafuta kusikia huko kuna nyumba, huko kuna nini, nikisikia mapona. Sawa. Ndio shughuli zangu. Tunaye mshiriki wa tatu, nifahamishe unaitwa nani? Na mimi naitwa Isa na miaka 25 na kazi ambayo ninaifanya natumikia kwenye mgahawa hapa mjini hapa. Tuanze na wewe Inosa. Kuna ili wimbi la vijana wengi wanaondoka wanakwenda Uarabuni hasa Dubai. Wewe vipi? Mimi bado kabisa nikigana nafanya kazi hapa na naona kama pesa zinaingia, sioni kama nitaenda kule, lakini kama katika nchi yako ya napenda unaweza kufanya kazi ukajishughulisha na mambo fulani ukapata maisha. Na mimi Yusufu, wewe vipi? Una ndoto na wewe pia ya kwenda Uarabuni Dubai? Ndoto zipo. Wewe labda anapiga kwa sababu anafanya biashara. Hatuwezi kusababisha faranga ya kule na faranga ya huku. Hakuna mwenye anakosa ndoto. Mimi nafikiria huyu bwana Inosa naye mwenyewe anazungumza, labda nije hajapata hiyo fursa. Nijue fursa ijapatikana, hakuna mtu anaweza kubaki hapa. Twende kwako Isa. Isa, wewe vipi fikra zako kuhusu kuelekea Uarabuni kuchapa kazi? Kuelekea ni lazima ukitizama na masomo mengi, lakini ukitizama kazi ambayo ninayo na masomo ambayo nimesoma, kwa kweli ni vitu viwili tofauti. Na wanasema kwamba mguu ambao umetoka umebarikiwa.
kwa sababu ile pesa ambayo akileta hapa inaweza kuleta faida kubwa sana kwenye familia. Ni kwa vile tu sina uwezo ukipatikana, ndoto yangu ni kuondoka hapa kwenda Uarabuni, aidha sehemu nyingine ili kuweza kuitafutia familia. Yusuf, inasemekana kwenda huko Uarabuni, Dubai, kuna muomba kijana wa Burundi karibuni dola 2,000 3,000. Hizo pesa si mchezo, unafikiri utazipata wapi? Wewe ukitoka tu kivuka kule, zile hela zao samani yao 100 yao ya kule haikutani hata na 30 za hapa. Huyu anachuza maharage na mihindi, yeye mwenyewe kuna wakati vinashuka vinapanda, kuna wakati vinakubali vinakataa. Wengine hapa ni wasomi, wamemaliza chuo, kuna wale wanapata bahati, wanapata mtu anapo mtaji wa kuchuza credit ama tunaita hapa kwetu mainite limikash. Wengine watakuwa na masters, wanasubiri watapata kazi siku gani. Sasa tutakaa hapa? Hapana, inakuwa ngumu kwa kweli. Isa, inasemekana kuwa mshahara wa kule unaweza kuwa takriban kama dola hata 500 kwa mwezi. Unafikiri hizo ukizipata zitaweza kuwa na manufaa kweli kwako na kwa familia yako? Habari ambayo tunayo ni kwamba kule wanakujua nafasi ya kulala na wanakununulia gesi, alafu na wewe pia unajitafutia chakula. Nikitizama kwa haraka katika dola 500 nitakula 100, nitaweka 400. Kwa hiyo hizo 400 ukipiga hesabu haraka ni 3 na zaidi mpaka 4 kwa franga za Burundi. Hesabia sasa, nikiwa na 4 kwa mwezi, nikiwa na miaka yangu 2 katika miezi 10 nina milioni 40, miezi mingine 10 na milioni 40, miezi mingine takriban ambayo ni 4 itakuwa inabaki nina milioni kama takriban 16. Hesabia milioni 80 kuongezea milioni 16, unakuwa na milioni 96 kwa miaka 2. Kwa hiyo nafikiri kwamba nikiwa na hizo pesa naweza nikanunua sehemu na nikajenga. Innocent, wewe hapa maisha kidogo afadhali kulingana na hao wengine, hizi fikra zao unaziona vipi? Kama vile ambavyo walisema kwanza, fikra zao wanaweza kupata hela, ukihesabia hizo pesa wanapata kule wasema milioni 2 kwa mwezi, ukihesabia nakutana unakuwa na karibu milioni 90. Na hapa kwangu mimi nikiangalia katika mambo ambayo nafanya, mimi naona naweza nikapata franga, kwa sababu hivi na nikipanda milimani naleta gari ya toni karibu 20. Hapa naweza nikashusha mzigo hapa Bujumbura, naweza nikafaidika 1.5 milioni, yani kwa wiki. Kisha kwa wiki nikipata 1.5 milioni katika wiki ine, yani kwa mwezi naweza nikapata milioni 3 au 4. Na kingine tunajua kuna malalamiko ya watu wengi wakienda kula Uarabuni, wanasema kuna matatizo ambayo wanakutana nayo, kuna manyanyaso, kuna nini, mpaka wanasema katika serikali wasaidie kutoka kule. Na hiyo sasa ni sababu kwangu kabisa kwenda kule. Naona kuna mateso ambayo wanaweza kupata. Pesa unaweza kuzipata, lakini kuna mateso unaweza kupata kuzidi zile pesa. Sasa mmsikie Inosa anasema kuna mateso, kuna madhila kule yanaokumba raia wa kigeni wa kutoka nchi za Afrika wa hapa kwetu, hadi wanakwenda kwenye ubalozi kulalamika waweze kusaidiwa. Unalipokea hilo? Mimi nafikiri kwamba mwanaume aliumbwa kwenye mateso, kitu kawaida sana. Kwa hiyo mimi siwezi kujali kwamba nitateseka aidha nini. Mimi nitajali kile ambacho nitapata kitakuja kuinufaisha familia yangu. Bado nina watoto wadogo, nina mke, nina mama yangu pia nahitaji nimvike. Kwa hiyo mimi siwezi kutizama kwamba nina mateso ndio yanaweza kusababisha mimi nishinde kutumika. Kwa hiyo mimi kama ni lengo nimeshachukua hatua, nimeshasema sitatizama mateso wala nini. Mimi nakwenda, nikipata uwezo nakwenda kutafuta maisha. Makala ni vijana tugutuke. Hili wimbi la watu kuondoka, hususan vijana, limekuwa sio kwa wale ambao hawana ajira zenye kuwapatishia mshahara wa mwezi. Hata baadhi ya wafanyakazi wa serikali wanaondoka, walimu wanaondoka, waandishi wa habari kuna nini sasa? Unajua anahesabia kwa sababu tayari thamani ya pesa kwanza hapa kwetu imeshuka sana. Umebaki na dola 400 kwa mwezi. 400 ukaenda kwenye black market ukavunja ile hela, maana yake unapata karibu milioni 3. Kwa nchi yetu hapa ni mshahara wa waziri, ni mshahara wa mkurugenzi. Sasa wewe mwaka gani utapokezwa? Hapa kwetu hao ambao wako wanafanya kazi, uko na degree umemaliza chuo, unapokea 300. 300 kilo ya maharage yenyewe 10,000. Angalau nyumba zenyewe zina bei kuzidi vitu vyote. Sasa utaishiaje? Chanzo hauna. Pia tumefikia kwenye hali ambayo tayari uko umaliza chuo unakuwa dalali au kauzisha credit.
haiwezekani. Sasa turudi kwa Inosa kabla ya kumaliza makala yetu. Utakuwa na nasaha gani kwa vijana wengine? Mimi kabisa naweza nikasema hizo fikira zao za kwenda kule huenda akabadilisha, kwa sababu kama vile nisema nyumbani ndio tunaweza tukasaidia nchi yetu tukiwa hapa nyumbani. Kama vile rais wa Burundi anasema kwamba tukiwa pamoja yote yanawezekana. Hadi hapo, wapendwa wasikilizaji wa DW, tumefikia mwisho wa makala hii ya vijana tugutuke iliyoandaliwa na kuletwa kwenu na mimi Hamida Isa, DW Bujumbura. DW Jukwaa la Manufaa. Natumai hujambo hapo ulipo, na bila shaka umekisikia kiashiria hicho msikilizaji, kumaanisha kwamba ni wakati sasa wa kulipanda Jukwaa la Manufaa, mahala ambapo wewe unapata fursa ya kutoa maoni yako, kero au pongezi. Kuwa pamoja nawe leo hii ni mimi mwana jukwaa mwenzako nambari 1 mgongoni, Al-Anisa bint Aziz, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu tulipande pamoja Jukwaa la Manufaa kwa furaha na madaha. Naanza kumpandisha jukwaani Mpelwa Sekela Nyanda wa Lulembela, Geita, Tanzania. Yeye anatoa kero yake kuhusu madereva wanaoendesha magari kwa mwendo wa kasi sana. Msikilizaji huyo anasema mwisho wa siku ajali nyingi zinatokea kutokana na tabia hii ya baadhi ya madereva kutojali usalama barabarani. Mpelwa Sekela Nyanda anasema mwenda pole hajikwai. Lakini usemi huu baadhi ya madereva anasema inaonekana kwamba wameusahau. Anawaomba madereva, punguzeni mwendo mkali barabarani, mtatumaliza. Msikilizaji mwingine anayelipanda jukwaa hili la manufaa ni Chelule Robert kutoka Kericho Litein huko nchini Kenya. Maoni yake yeye ni kuhusu ajali za ndege ambazo anasema zimekuwa kero miaka nenda miaka rudi, hasa barani Afrika ambako bara hilo linawapoteza viongozi wake jasiri wenye kutegemewa katika jamii. Anauliza kwa nini Afrika inaruhusu magari makuu na ndege mbovu ziendelee kutumika. Haya, nami natupia macho sasa huko Mwanza, Tanzania, na mpandisha jukwaani msikilizaji Pascal Malago Nyanda Gibo Mbinzagulile wa Kanyama, Kisesa. Ndugu mtangazaji, nalipanda jukwaa la manufaa kuwauliza wahusika katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ni njia zipi tutumie ili kuzipata fedha za mkopo kwa ajili ya vijana? Nashuka jukwaani kwa kuiomba serikali itoe elimu juu ya hilo na ihakikishe hizo fedha za mkopo zinawafikia walengwa. Sawa kabisa. Hapa nampa nafasi msikilizaji mmoja apande jukwaani kwa njia ya simu. Mimi jina langu ni Rehema Kombo, mkazi wa Tabata Kanene. Jamani, una ngedere wamevamia makazi ya watu. Ngedere hatujui wametokea wapi, ngedere hao hatujui wanafugwa wapi. Wakazi wa huku tunapata kero kubwa sana, maana hatujui hata namna ya kuwadhibiti. Wanadandadanda juu ya ukuta, mara juu ya mapipa, mara hivi. Hiyo ndo kero yetu kubwa jamani, tunasumbuliwa na ngedere. Tunaomba tu wahusika kama wanatusikia kwa sasa hivi, basi watusaidie kuja kuwatoa hawa ngedere jamani, tunapata tabu wakazi wa Sanene. Asante sana msikilizaji, bila shaka wahusika wameisikia kero hiyo ya wakazi wa Sanene Tabata. Mamlaka husika
Shughulikieni kero hiyo. Zamu ni yako sasa, Preskusi Anaeli Sambaya. Wewe unatokea Nzega, Tabora, Tanzania. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapongeza wasikilizaji wote wa DW kwa kuendelea kuitegea sikio na kuiamini DW. Msikilizaji, asante na wewe pia kwa kuwa mdau wetu. Na kupandisha jukwaani sasa Davido CMM wa Mkuyuni, Mwanza, Tanzania. Unasema nalipanda jukwaa kulalamikia barabara za jiji la Mwanza. Viongozi, mbona mmezisahau sana? Au mnasubiri hadi wakati wa kampeni? Haya, hii ni kero jamani, mnaombwa muishughulikie. Mwisho anamalizia kwa kusema asante sana DW kwa kutupandisha jukwaani. Haya, ndio nami sasa hivi naliteremsha pazia la jukwaa la manufaa. Mimi ni Al-Anisa bint Aziz. Kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Asante sana. Imekuwa ni sehemu ya matangazo hayo mbashara umeyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW. Wakati huu basi, msikilizaji, nakuletea kiziba mkonga kabla tujaweza kutamatisha matangazo haya. Msikilizaji, nimekuwa nikisoma kile kitabu cha Secrets of Millionaires, na vile vile kuna kile cha Habits of a Millionaire Mind. Change your mindset and live in prosperity. Kwenye maisha usipambane au kushindana na mtu mnyenyekevu na anayejishusha. Unaweza kufikiri unashinda au utashinda, ila mbeleni utafeli na utaaibika. Kuwa mpole, haya maisha ni safari ndefu sana. Mtu ambaye unastahili kumpatia heshima, mpatie heshima tu. Ukibishana naye, haya maisha yana safari ndefu sana.